an kana dha mali wa banin, anajiona kuwa yeye ni mwenye mali na watoto. Unaweza kutafsiri hivi, anajiona kwa kuwa yeye ni mwenye mali na watoto. An kana dha mali wa banin, anajiona kwa kuwa yeye ni mwenye mali na watoto. Idha tutla alayhi ayatuna, zinaposomwa juu yake aya zetu. Idha tutla alayhi ayatuna, zinaposomwa juu yake aya zetu. Qala asatirul awwalin, anasema hizi ni hekaya za watu wa kale. Akisomewa aya za Qur'an anasema hivyo ni vigano tu, ni asatiru hikayatul ghabirin, ka hadithi alf layla wa layla. Sawa, sema kama vile hadithi za alf layla wa layla tu basi, story hata mimi naweza kuleta zangu. Zanimun laysa yu'rafu man abuhu baghiyul ummi dhu hasabin la'im. Zanimun ni mtoto wa haramu, mtoto wa zinaa. Laysa yu'rafu man abuhu, hajulikani ni nani baba yake. Baghiyul ummi, mwenye mama kahaba. Dhu hasabin la'im, mwenye nasabu duni kabisa, ndio maana ya al-la'im. Allahu al-musta'an. Wa anta zanimun nita fi ali hashimi kama nita khalfa ar-rakib al-qadh al-fard. Zanim an kana dha mali wa banin, anajiona kwa kuwa yeye ni mwenye mali na watoto. Anajiona akajivuna. Kauli nyingi amezitaja Ibn Kathiri hapa. Nasema Ibn Kathiri, wal aqwalu fi hadha kathiratun, na kauli kuhusiana masala ya zanim ni nyingi. Watarji'u ila ma qulnahu, na zinarudi kwenye yale tuliyosema. Wa huwa anna az-zanima huwa al-mashhur bish-sharri, kwamba zanim ni yule aliyetangaa kwa shari. Alladhi yu'rafu bihi min baini an-nas, ambaye hujulikana kwa hiyo shari kati ya watu, kwamba fulani muovu. Wa ghaliban yakunu da'iyan walad az-zina, na ghalib mtu anamwona anakuwa ni mtu wa kupachikwa kwenye nasabu, mtoto wa zinaa. Fa innahu fil ghalibi yatasallatu ash-shaytanu alayhi, kwa sababu mtu kama huyo ghaliban shaytani huwa umtawala juu yake. Ma la yatasallatu ala ghairi, kwa kiasi ambacho hasalitiwi shaytani juu ya mwingine, mpaka wengine wakafikia kusema la yadkhulul jannata waladu zina. Msemaje hadithi hiyo? ما ذنبه؟ حديث موضوع سيئ. الله المستعان. sasa akasema an kana dha mali wa banin idha tutla alayhi ayatuna qala asatirul awwalin. Wanawachuoni wakawa wametaja kauli nyingi kwamba aya hizi zimeshuka kwa fulani kwa fulani, lakini wengi wameipa nguvu kauli ya kwamba aya hizi zimeshuka kwa al-Walid ibn al-Mughira al-Makhzumi, ammi yake Amr bin Hisham al-Makhzumi, Abu Jahl, ammi yake Abu Jahl, na baba yake Khalid ibn al-Walid. Wanasema kwamba aya hizi zimeshuka kwa ajili yake, na yeye ndiye ambaye zimeshuka kwake zile aya katika suratul Muddathir, dharni ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا. wanasema aya hizi ndio zile kama zile zimeshuka kwa ajili ya huyu al-Walid ibn al-Mughira. wallahu a'lam. Sanasimuhu ala al-khurtum, tutamtia kovu juu ya pua yake. Sanasimuhu ala al-khurtum, tutamtia kovu ala al-khurtum, juu ya pua yake. شيء لا يفارقه آخر ما عليه سما على أنفه, tutamtia kovu kwenye pua yake.
inna balawnahum, kaendelea sasa, sanasimuhu ala alkhurtum, tutamtia kovu yeye juu ya pua yake. Inna balawnahum, hakika sisi tuliwapa mtihani wao watu wa Makka, tumewapa mtihani, tumewapa neema za mali na watoto. Inna balawnahum, hakika sisi tumewapa mtihani wao, tumewajaribu wao, hakika sisi tuliwapa mtihani wao watu wa Makka, kama balawna ashabal jahim, kama tulivyowapa mtihani watu wenye shamba, kama balawna ashabal janna. kwa alkafu fi mawdhi' nasb na'tu limasdar mahdhuf, balawnahum balaan kabalaina ashabal janna, tumewapa mtihani wao, tumewatia wao mtihani, tumewajaribu wao kwa mtihani kama kujaribu kwetu kuwajaribu watu wenye shamba. Hapa aljanna kwa maana albustan alkathiru alashjar, janna si pepo hapa, janna hapa kwa maana ya shamba, bustani. Liannahu yujinnu ma bidakhili, kwa sababu linamfunika yule aliyeko ndani, ay yukhfihi. Sawa, kama tulivyowapa mtihani watu wenye shamba, idh aqsamu, wakati walipoapa, la yasrimunnaha musbihin, kwamba watalivuna hali ya kurauka asubuhi. La yasrimunnaha, as-sarmu qat'u ath-thimar, ni kuyavuna yale mazao. Musbihin, wakati wa asubuhi, yani hali ya kurauka asubuhi, tutakwenda asubuhi sisi tukavune. Wala yastathnun, na wala wasivue kwa kusema insha Allahu, kwa maana lam yaqulu insha Allahu, wameazimia kwamba kesho sisi tunakwenda asubuhi kuvuna, lakini hawakusema insha Allah. Wala yastathnun, na wala wasivue kwa kusema insha Allahu. Mtu aweza kusema akafanya jambo lake, hakuna insha Allah, sema tu tafanya hivi na hivi na hivi na hivi na hivi, basi insha Allah atakumbuka insha Allah baadaye, baada ya kuwa kufanikiwa. Ni watu wa mji gani? Hawakutajwa kwamba ni watu wa mji gani, kijiji gani, ilitokeaje, halikutajwa hilo. Kwa hiyo sisi hatuna haja ya kutaka kujua kwamba hao walikuwa ni kina nani, lakini jambo hili lilitokea kwa sababu Qur'ani imetuelezea kwamba kuna watu walikuwa na shamba, isipokuwa yasemo tu habari kwamba kuna watu walikuwa na shamba lao. Baadhi salafi wanasema ni ahlul Yaman, lakini haijathibiti kwamba, na Ibn Kathir ametaja aqwali, Ibn Jarir wanasema walikuwa ni watu katika watu wa al-Yaman. Tena wakataja mpaka kijiji walipokuwa wakiishi na umbali kutoka Sanaa mpaka kijiji hicho, wanasema maili 6 mpaka hapo kwenye hicho kijiji. Watu hawa walikuwa wana shamba, na pia wanasemekana ni watu katika Mahabasha. Asili ya jambo hili kwamba baba yao aliwaachia wao shamba, na baba yao alikuwa katika ada yake ni mtu mkarimu. Siku kutaka kuvuna, ashapanda mazao yake, kama ni shamba la zabibu au kama ni shamba la mazao fulani, kama ni ngano, siku kutaka kuvuna awaita na majirani zake wote, jamani maskini, twendeni nakwenda kuvuna leo. Kwa kila mmoja avune nguvu yake, utakachokivuna peleka nyumbani kwako. Kwa watu wanaingia shamba, wanavuna chake, anachukua peleka nyumbani kwake, na wale waliovuna peleka majumbani mwao. Ilikuwa ni ada kwake kufanya hivyo. Kwa hiyo hawa watoto wakaona, baba yetu alikuwa ahmaq, kwa mpumbavu, anatumia mali yake ovyo, kwa nini anawagaia mafakiri kwa kiasi hiki? Na mafakiri washazoea kwamba siku za kuvuna zikifika wataitwa. Siku ya mavuno imefika, wakaambizana wale watoto, sasa sisi tutakwenda kuvuna wakati wa asubuhi, hali ya kuwa ni wenye kurauka asubuhi kabisa. Tena wakasema, wakaenda wakawa hawasemi insha Allah.
kama anavyosema msemaji, abuka lana ghaithun kunna na'ishu bisaybihi wa anta jaradun la tubqi wala tadharu, baba yako kwetu sisi ni mvua, tulikuwa tukiishi katika mumbu wake, katika maji yake, lakini wewe umekuwa ni nzige, la tubqi wala tadhar, hubakishi wala husazi kitu, vyote ujilimikizia mwenyewe. Kwa hiyo anasema Allah, fatafa alaiha taifun, kikalizungukia shamba hilo usiku, chenye kuzungukia usiku, yani likawafikia wao balaa. Fatafa alaiha taifun, kikawazungukia juu yao, au likawazungukia shamba hilo, kikalizungukia shamba hilo usiku. Lakini maana asema fatafa alaiha taifun, kikalizungukia shamba hilo usiku. Taifun, chenye kuja usiku. Min rabbika, kutoka kwa Mola wako. Wa hum naimun, na hali ya kuwa wao ni wenye kulala. Kwa maana kwamba asabatuhu afatun samawiyatun bi amri llah, au asabatha afatun samawiyya, shamba hilo likapatwa na balaa kutoka mbinguni, bi amri llah. Wa hum naimun, na hali ya kuwa wao ni wenye kulala. Fa asbahat, likawa shamba kasarim, kama usiku wa giza, kalailil bahimi, shamba lote likawa jeusi, lihtiraqiha wa shiddat sawadiha, kwa sababu ya kuungua kwake, pengine lipiga radi au kitu gani likaunguza kila kitu. Fa asbahat kasarim, likawa shamba lile ni kama usiku wa giza. Wao usiku wamekaa vikao vyao, kesho asubuhi tuamke mapema kabisa twende tukavune. Wakapanga pale, hawakusema insha Allah, lakini lengo lao ni kuwazuia maskini kama tutakavyoona. Wao wapanga na Allah subhanahu wa ta'ala wapangia jambo, wayamkuruna wayamkuru Allah wallahu khairul makirin. Fatafa alaiha taifun, kikalizungukia shamba hilo usiku, chenye kulizungukia, yani likafikwa na balaa kutoka mbinguni. Min rabbika, kutoka kwa Mola wako. Wa hum naimun, na hali ya kuwa wao ni wenye kulala. Fa asbahat, likawa shamba hilo kasarimi, ni kama usiku wa giza. As-sarim kal-laili al-bahib, lihtiraqiha, kwa sababu ya kule kuungua kwake, wa shiddat sawadiha. Fatanadaw musbihin, sasa asubuhi ilipofika wakaitana hali ya kuwa ni wenye kurauka asubuhi. Fatanadaw, wakaitana, inada ba'dhum ba'dha, wakaitana musbihin, hali ya kuwa ni wenye kurauka asubuhi. Anighdu, jumla tafsiria, anighdu ay bakiru, anighdu, kwamba nendeni mapema, nendeni kwenye shamba lenu. Anighdu ala harthikum, nendeni kwenye shamba lenu. In kuntum sarimin, mkiwa nyinyi ni wenye kuvuna, nendeni mapema. Nendeni kwenye shamba lenu mkiwa nyinyi ni wenye kuvuna, mkiwa mtaka kuvuna tokeni mapema, raukeni. Famtalaqu, wakenda, wahum yatakhafatun, na hali ya kuwa wao wananong'onezana. Famtalaqu ay dhahabu halan wahum yatakhafatun, jumla halia, hala kaunihim yatanajawna, hali ya kuwa wao wananong'onezana. alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin, an mufassira wala nahiya, والجملة تفسير لقول يتخافتون. alla yadkhulannaha alyawma, kwamba asiingie hii leo, alaikum, kwenu nyinyi, miskinun, maskini yoyote. Asiingie mtu yoyote ile, maskini yote asiingie hapa. Kwa hiyo tukavune, tulete mali yetu kwenye maghala yetu, tutatumia wenyewe. Sisi ndio tumelima bwana, mali ya baba yetu, kwa nini tuwaingize hawa? Waghadau, wakaondoka asubuhi na mapema. Waghadau alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskin,
kwamba asiingie hii leo kwenu nyinyi maskini yoyote, alla yadkhulannaha alyawma alaykum miskinun, kwamba asiingie hii leo kwenu nyinyi maskini yoyote. Waghadau ala hardin, wakaondoka asubuhi na mapema kwa maazimio, ala hardin, kwa maazimio, bilquwwati walqasdi walman'i walghadab, ala hardin, kwa maazimio ya kuwanyima maskini, qadirin, wakidhani wao wanao uwezo. Waghadau, na wakaondoka asubuhi na mapema, ala hardin, kwa maazimio ya kuwanyima maskini, kwa maazimio ya kuwanyima maskini. Ala qasdi man'i alfuqara'i musammimina ala man'ihim haqqahum, ala hardin, kwa maazimio ya kuwanyima maskini, qadirin, wakidhani wanao uwezo. Waghadau ala hardin, na wakaondoka asubuhi na mapema kwa maazimio ya kuwanyima maskini, qadirin, wakidhani wanao uwezo, qadirin, wakidhani wanao uwezo. Falamma raauha, basi walipoliona, wakati walipoliona shamba lao, yani falamma raauha, wakati walipoliona shamba lao, qalu inna ladhallun, wakasema hakika sisi tumepotea, hili si shamba letu, tumepotea njia, siko huku. Taihun falaysat hadhihi jannatana faqad dalalna at-tariqa, hili sio shamba letu, tumepotea njia. Walipothibitisha kwamba ndio shamba lao, wakasema bal nahnu mahrumun, wakasema baadhi yao bal nahnu mahrumun, bali sisi ni wenye kunyimwa kwa sababu ya nia zetu mbaya, bali sisi ni wenye kunyimwa kwa sababu ya nia zetu mbaya. Mtu anaweza kunyimwa riziki kwa sababu ya uovu wake na kwa sababu ya nia yake mbaya. Mtu anaweza kunyimwa riziki, akafungiwa mlango wa riziki kwa sababu ya nia yake mbaya. Bal nahnu mahrumun, wakasema bali sisi ni wenye kunyimwa kwa sababu ya nia zetu mbaya. Qala awsatuhum, akasema mbora wao. Qala awsatuhum, akasema mbora wao, ay khairuhum. Qala awsatuhum alam aqul lakum, akasema mbora wao, je sikuwaambia? Inaonekana katika vikao vyao kuna mmoja aliwaambia tusifanye hivyo, tufanye kama vile alivyokuwa baba akifanya, akiwajali maskini, akiwasaidia. Wakampinga, sema hapana, tusifanye hivyo. Sasa yule mbora wao akawaambia alam aqul lakum, je sikuwaambia kama tusifanye hivyo? Laula tusabbihun, basi msabihini Allah, mtakaseni Mola wenu. Laula tusabbihun, basi mtakasini Mola wenu. Harfu ya tahdhid bimaana halla, kuna kubembeleza hapa na kuhimiza kwa rifqi. Basi mtakaseni Mola wenu, msabihini Mola wenu. Qalu, wakasema subhana rabbina, kutakasika na makosa kwa Bwana wetu. Inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu. Qalu, wakasema subhana rabbina, subhana rabbina, kutakasika na makosa ni kwa Mola wetu. Mola wetu ametakasika, hana makosa subhanahu wa ta'ala. Tanzihan li rabbina ani dhulm fima fu'ila bi jannatina au fima fa'ala bi jannatina. Inna kunna dhalimin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kudhulumu.
baadaye mtu ndo anashtuka subhana rabbina. Faaqbala ba'dhuhum ala ba'd yatalawamun, wakaelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine wakilaumiana. Wewe hapo, wewe lakini ulichangia, wewe ulisema hivi. Kwani nani alianzisha mada hii? Anza kutafuta shamba lishaungua, tafuta nani kaanzisha mada hii. Na hii ni hali ipo, utakuta baba pingine mzazi hiyo katika salah, katika birri, katika wema, ajitolea katika jambo la kheri. Watoto wake wameona mzee huyu kachanganyikiwa, huyu atoa tu, watu wakija wapa tu. Kwa hiyo watoto wanangoja baba afi, tawaonyesha hawa hawapati kitu, lazima tudhibiti mali, tukusanye mali kwanza. Kumbe ndio wanajiondoshia baraka. Kumbe ile mali ilikuwa akipata baba yao ni wasita, yapita tu kwake ili anufaike na yeye na watu wengine wanufaike, njia tu. Sasa wao waona kwamba tuizibe njia hii, kumbe ndio wanazuia kile ambacho kilikuwa kinawajia wao. Kwa hiyo baraka katika mali yatoweka. Kitu cha kwanza, hawataelewana kwanza wenyewe kwa wenyewe, wataanza kulaumiana, mara sio mama yake huyu kasema hivi, mara mama yake yule ataka hivi, mara sio mke wake hivi. Vita vinaanza baina ya watoto hawa hapa, wakaanza kulaumiana wenyewe kwa wenyewe. Faaqbala ba'dhuhum ala ba'd yatalawamun, wakaelekea baadhi yao kuelekea baadhi nyingine wakilaumiana. Qalu, wakasema ya wailana, ole wetu, yani maangamivu ni yetu, ya halakana, kuangamia ni kwetu. Wa hadha nidaa yuradu bihi tahassur, nidaa hii inakusudiwa tahassur, yani kusikitika. Inna kunna taghin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kuchupa mipaka. Hakika sisi tulikuwa ni wenye kuchupa mipaka, tumevuka mipaka. Kitendo cha sisi kuwazuia mafakiri, sisi ni taghin, ay mujawizina alhadd fi mukhalafati amri Allah, wenye kuvuka mipaka katika kukhalifu amri za Allah. Wa man'i alfuqara'i haqqahum, na kuwazuia mafakiri haki yao. Na katika mambo makubwa ambayo mzazi atakiwa ahusie watoto wake ni matumizi mazuri ya mali, lakini kwanza dini ndio itawaongoza katika hilo. Waache ubakhili na kuwafundisha ukarimu, ni katika mambo makubwa kabisa ambayo yanaleta fadhila na baraka katika familia. Lakini kuwafundisha watoto wako ubadhirifu katika mali, ni matumizi ya ovyo yasiyokuwa na faida na uchoyo. Na siku zote mwanadamu ameumbwa kutoa kwa namna yoyote ile atakayokuwa. Kuna watu hutoa katika, akipata hutoa katika khairi, akiwasaidia watu na mambo yale ambayo yanaleta manufaa katika mjitamaa. Wako watu namna. Na kuna watu ni mabakhili, hawatoi kwenye njia hizo, lakini wana njia zao za kutoa. Anaweza kutoa mali katika kitu cha kipumbavu, mali ikaenda ikawa ni matumizi yake ya kipumbavu tu, lakini matumizi hayo ni kama matumizi ya kibepari katika taratibu zao za kiuchumi. Watakiwa wewe utumie mali pale unapotumia, mwingine asinufaike naye. Kwa hiyo wanakusanya pesa zikiwa nyingi, sasa pesa zitakuwa nyingi, tutie kwenye vita, kuzapeleka kwenye vita, watu wapigana, wauana. Kwa hiyo wale watu hawanufaiki nazo, lakini zaua tu, na huko wanatoa ili zipumue kwanza, kwa sababu vibubu vimejaa. Vikishapungua unazuia, unakusanya tena. Kwa hiyo wale wanaopelekewa hawanufaiki nazo. Sasa ndivyo watu wengine walivyo, wanaanza kutumia mali nyingi sana kwa mambo ya kipumbavu kabisa. Mtu ana mali, kajenga nyumba, wala hazikai yeye. Pingiwa wakakaa mahawara, wakakaa walevi, wakakaa watu wa ovyo. Kajenga nyumba na magari, watu wengine wanatumia na yeye anatumia, mara katumia hili. Utapanda magari mangapi kwa wakati mmoja? Sawa, leo kutoka na hili, kesho na lile, haujakatazwa. Lakini je, umemfanyia nini Mola wako? Kitu gani umekifanya kwa ajili ya Mola wako? Ukaa nyumba nzuri, kipando kizuri. Je, ushajenga hata msikiti kwa ajili ya Allah? Msikiti uliojenga ulingana na nyumba yako?
kihadhi na mahari na kila kitu. Sasa hiki unachokijenga kama ni msikiti au ni madrasa au ni wakfu umeutoa kwa ajili ya khairi, hiki ndio chako, hiki kitakachokunufaisha ukishakufa tu. Hapo ukiwa hai na ukifa tu akaunti yake inaendelea. Hivi vingine hivi ulivyoviwekeza, pengine wawajengea mume mwenzio, wamjengea ndio hivyo, pengine wajenga wamjengea mume mwenzio atake kuja kumuoa mkeo wewe ukifa, alafu mkeo akampenda sana yule mume kuliko alivyokupenda wewe, kwa sababu wewe ulikuwa huna muda naye. Wewe kasema kuzunguka tu, atafuta tu. Kwa hiyo yeye sasa amepata nafasi, ametulia, amekaa kwenye sofa lako pale, leta maji baridi, leta kwenye friji, aagiza pale, na mkeo akampenda sana, akaona kwamba tangu mimi nimeolewa miaka 20-30 sijawahi kupata mume kama huyo, na amekaa kwenye nyumba yako. Hivi ndio dunia. Na watoto wakamuita anko, baba, na wakaona kwamba naye anawajali, akaita, atawapatiliza, atafanya hivi. Kwa hiyo wajenga nyumba, lakini pengine wamjengea mume mwenzio mtarajiwa, sio utafumba macho yeye sitaisha, akaja akaoa mtu usimtarajia. Lau kama sio kwa akhira mnaweza kupigana ngumi, lakini Allah ataondosha vile vifundo baina yenu. Kwa hiyo hali iko namna hiyo. Sasa watu watakiwa wafundishwe jambo hili, watu wafundishwe watoto wao mambo kama haya. Dunia si kitu, ni pumzi tu, zikiisha hizi خلاص umeisha na wewe, jambo lako limekwisha. Sasa angalia zile tundu zinazopita pumzi kuingia na kutoka, yani zikiziba خلاص umeisha wewe. Haya, tusiende sana huko, lakini ndio sababu pia sisi kusoma. Sasa hawa watoto walijifundisha ubakhili, wana roho mbaya kwa ufupi, wakaacha maslaki ya mzee wao wakaingia katika ubakhili na roho mbaya. Sasa jambo lishaharibika, ndio warudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ya wailana, qalu, wakasema ya wailana, maangamivu ni yetu, ole wetu. Inna kunna taghin, hakika sisi tulikuwa ni wenye kuchupa mipaka. Asa rabbuna an yubdilana khairan minha, asa mola wetu, huenda mola wetu akatubadilishia sisi shamba lililo bora zaidi kuliko hili. Huenda Allah akatubadilishia shamba jingine tukapata zuri hapa duniani, khairan minha, lililo bora, lililokuwa zuri, bora zaidi kuliko hili. Inna ila rabbina raghibun, hakika sisi kwa mola wetu ni wenye kujipendekeza. fi al-afwi talibuna alkhair, sisi ni wenye kujipendekeza kwa mola wetu. Asa rabbuna, asa mola wetu, yani huenda mola wetu, ayubdilana khairan minha, akatubadilishia sisi shamba bora, lililo bora zaidi kuliko hilo. Inna ila rabbina raghibun, hakika sisi kwa mola wetu ni wenye kujipendekeza. Kadhalika al'adhab, kama hivyo zinakuwa adhabu. Kadhalika al'adhab, kama hivyo zinakuwa adhabu. أي مثل هذا العذاب الذي عذب الله به أصحاب الجنة في الدنيا، بس عذاب الله لمن عصاه. mfano wa hivyo alivyowaadhibu watu hawa wenye shamba hapa duniani, ndivyo inavyokuwa adhabu ya Allah kwa anayemuasi. Allah akamnyima khairi, akafuta khairi katika moyo wake, akapata adhabu, akaondoshewa baraka katika mali yake, akaikosa mali yake, ikaangamia mali yake. Hivi ndivyo adhabu inavyokuwa. Wala adhabul akhirati akbar, na adhabu ya akhira ni kubwa zaidi. Alwawu lilistinaf. Wala adhabul akhirati akbaru, na adhabu ya akhira ni kubwa zaidi. Lau kanu ya'lamun, lau kama wangekuwa wanajua, lau wangelikuwa wanajua. Ma asau amra Allah, kwa lau hapa ni shartia na jawabu ya sharti ni mahdhuf, يدل عليه السياق. أي لو كانوا يعلمون ما عصوا أمر الله، لو angelikuwa wanajua wasingeasi amri ya Allah subhanahu wa ta'ala. Tutafuta sema kusimama, nadhani hapa patafaa. Nasema hapa patafaa. Tutakuja kuanza inna lilmuttaqina inda rabbihim jannatin na'im.
afanaj'alu almuslimina kalmujrimin mpaka mwisho wa sura insha Allah. Nasallallahu lana wa lakum alafia wassalama. Allah ajalie kuwa ni katika ambao wanakisoma kitabu chake na kukifahamu maana yake na kuzizingatia aya zake, tukaoidhika kwa Qur'an. Afa amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna bayatan wa hum na'imun aw amina ahlul qura an ya'tiyahum ba'suna duhan wa hum yal'abun afa aminu makra Allah fala ya'manu makra Allah illa alqawmul khasirun. Katika aya hii kuna aya Qur'ani zimekusanya qasas wa darb al-amthal kwa sababu lengo ni itibari, kupata mazingatio. Na katika sunna za Allah subhanahu wa ta'ala na utaratibu wake ni kuwajaribu waja wake kwa kuwapa neema na kuwapa misiba. Kila unavyofunguliwa katika neema ndivyo unavyofunguliwa katika milango ya mitihani. Ukiwa na watoto 10 basi tarajia misiba zaidi ya 10. Ima watakufa, wataumwa, watapata, sababu tayari umeneemeshwa kwa hilo. Kwa hiyo kile unavyofunguliwa katika neema ndivyo zile sehemu za mitihani zinavyokithiri. Na hivyo kile unavyofunguliwa katika mali mitihani inavyokithiri. Kile unavyoongezewa katika umri hivyo hivyo mitihani inakuwa mingi. Kwa hiyo hilo lazima ulitarajie mwanadamu. Haya, ili baki nalo kwanza kwa sababu wakati umeisha. Kadhalika al'adhab wala adhabu al-akhirati akbar law kanu ya'lamun. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka